Mataifa la Mombasa linalofanyika katika uwanja wa Mama Ngina limeshuhudia idadi ndogo ya wateja na watalii wa ndani ambao kwa kawaida huhudhuria tamasha hilo linalofanyika kila mwisho wa mwaka. Gharama ya juu ya maisha imetajwa kuwa changamoto kuu, na wanaoandaa maonyesho ya bidhaa mbalimbali katika tamasha hilo wakielezea matumaini kuwa mwaka ujao huenda hali ikarejea, angalau kuwaondolea Wakenya mzigo mkubwa wa kudumu maisha ya kimsingi. Mbwembwe na idadi kubwa ya watalii wa ndani inayoshuhudiwa kila mwaka katika tamasha la kimataifa la Mombasa haipo tena. Tamasha hilo linalojumuisha maonyesho ya bidhaa mbalimbali ikiwemo burudani lilianza siku ya Krismasi, wakati huu likifanyika kwa masaa 24 na kutarajiwa kukamilika hapo kesho mnamo mkesha wa mwaka mpya. Wafanya biashara niliozungumza nao wameelezea changamoto, wakilaumu gharama ya juu ya maisha, kwani Wakenya wengi hawajajitokeza, swala linaloashiria kubanwa kwa bajeti zao, wengi wakionekana kushughulikia karo ya shule ya muhula wa kwanza utakaoanza wiki ya 2 Januari. Mwaka huu na miaka nyingine iliyopita iko tofauti. Mwaka huu hauna chochote kabisa. Hiyo miaka ya nyuma tulikuwa tunakuja hapa Mama Ngina tunapata kitu. Lakini saa hii hata wale wageni wako, ana nguo anakupatia ile bei tu na umenunua. Hakuna kazi. Jambo hilo limechangiwa sana na mkurupuko wa bei za bidhaa, ama tuseme ushuru mwingi ambao unatozwa bidhaa nyingi. Sasa wengi wa watalii pengine wamezuiwa na hilo, sasa hawawezi kununua bidhaa hapa. Watoto wachache ndio walionekana kumudu kupata burudani hapa katika kushiriki michezo mbalimbali kama vile bembea. Matarajio yao ya mwaka mpya ni kushuka kwa gharama ya maisha na kupungua kwa joto la kisiasa linalozidi kushuhudiwa miaka 3 kabla ya uchaguzi mwingine kufanyika. Tuna matumaini kwamba mwaka ujao vitu vitabadilika. Tunatarajia kwamba uchumi utaimarika zaidi, bei ya bidhaa irudi chini ili kila mtu aweze kumudu. Mimi kile naweza kusema ni vile tu tuombe Mungu apandilishe hii nchi, alafu wageni wakuje ndio tupate kuishi. Hapo kesho wakazi wa Mombasa watapata fursa ya kukaribisha mwaka mpya katika maeneo kadhalika ikiwemo uwanja huu wa Mama Ngina, makanisani na maeneo mengine ya burudani. Paul Muniu, TV 47, Mombasa.